Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni tume ya uchunguzi sasa rasmi kazini. Ni kuhusu jinai vurugu Oktoba 29. Rais Samia ataka ipewe ushirikiano, aipa miezi 5 kubaini wahusika waliofadhili vurugu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika BOT yafungua mfumo mpya wa dhamana kuvutia mitaji. Habari katika ukurasa wa 7. Wanawake kuongoza tiba kupunguza uzito Muhimbili. Habari katika ukurasa wa 3. CCM yamtaka CAG kukagua madai ya ubadhirifu Chadema. Habari katika ukurasa wa 20. Samia alika mpango mpya BRT, asema njia zitaongezwa hadi Mkuranga, Kisarawe, Bagamoyo. Ataka mabasi yaongezwe, miji ipangwe mapema. AFDB yaahidi ushirikiano mpya mageuzi kiuchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akitumia kadi ya kidijiti kuingia katika kituo cha abiria cha mabasi yaendayo haraka cha Waterfront kwenda Mtoni kwa Azizi Ali kuzindua mradi wa mabasi yaendayo haraka awamu ya pili BRT2 unaohusisha barabara ya Kilwa Chang'ombe Sokoine Kawawa Dar es Salaam jana. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele matukio ghasia mauaji Oktoba 29, msako wa wahusika, uwajibikaji waanza. Rais Samia zindua tume ya Jaji Lila akipa siku 150 kubaini wahusika, wachochezi, wafadhili na wote waliokiuka sheria. Majaji wa Namibia, Uganda wahusishwa, maeneo yatakayopewa kipaumbele hadharani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. 6 wajumbe wa tume, nchi zilizoshirikishwa ni 2, miezi ya kufanya kazi ni 5. Muundo wa tume, Jaji Shaban Lila ndiye ataongoza kikosi cha uchunguzi kikishirikiana na wajumbe wenzake 5. Ndugu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema tuliwashirikisha wenzetu ili kujua nani waliohusika, waliochochea na waliotoa fedha kwa ajili ya kuhamasisha ghasia hizo za Oktoba 29 mwaka 2025. Mlolongo wa matukio Oktoba 2025, matukio ya wakati wa baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba uliosababisha mauaji na uharibifu wa mali. Aprili 23 mwaka 2026, ripoti ya Jaji Othman Chande iliwasilishwa kwa Rais Samia. Mei 18 mwaka 2026, Rais Samia ateua tume ya Jaji Lila kufuatia pendekezo la tume ya Chande. Agosti 7 mwaka 2026, tume mpya yazinduliwa rasmi Ikulu Dar es Salaam. Habari picha ikionyesha wajumbe wa tume hiyo akiwemo Namibia Jaji Petrus Namaseb, Uganda ni Jaji Barishaki Chaburion, Tanzania ni Jaji Gad John Mjemas, Jaji Aisheli Nelson Sumari na Jaji Awadh Mohamed Bawazir. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Ufugaji Chato majumbani unavyozua hofu mitaani. Habari katika ukurasa wa 6. Wali ugali unavyokupa faida hasara kwa ugonjwa wa kisukari. Habari katika ukurasa wa 5. Nida ya mwendo kasi maghorofa. Rais Samia Suluhu Hassan ametaka ukuaji wa miji nchini uongezwe na mipango inayotazama mahitaji ya muda mrefu, huku akidokeza dhamira ya serikali kujenga nyumba za ghorofa ili kukidhi ongezeko la wakazi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele.
Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Kumekucha, uchunguzi matukio Oktoba 29. Tume ya kupekua undani waliokuwa nyuma ya vurugu yazinduliwa. Ubobevu wa ujumbe wake wawekwa wazi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Na wasihi sana wa Tanzania, tuisaidie tume hii ifanye kazi yake, tusisumbue wakati ikifanya kazi zake. Pia niwashukuru mwenyekiti na makamishna wa tume kwa kukubali jukumu hili kubwa na zito. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa tume Jaji Shaban Lila. CCM Chadema wazidi kunyukana. Vigogo wa Chama cha Mapinduzi CCM na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wanaendelea kunyukana kwa kauli kali, huku kila upande ukirusha vijembe na mashambulizi ya kisiasa dhidi ya wenzake. Mnyukano huo ambao kwa siku za hivi karibuni umekuwa ukihusisha katibu wa CCM Paul Chacha na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche umeendelea kushika kasi, kila mmoja akisimamia msimamo wa chama chake. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Mkakati kudhibiti rushwa, TAKUKURU yataka miradi ya halmashauri kutangazwa ubaoni. Habari katika ukurasa wa 3. Ashikiliwa kwa kumua mama na mama mkwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Sekta muhimu zinazotajwa kuzalisha ajira ifikapo 2030. Habari katika ukurasa wa 17, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele ni tume ya Jalila, Rais Samia ashirikisha majaji na mibi ya Uganda. Lengo ni kupata maono mapana, kuingia kwa undani zaidi, kutafuta wachochezi waliotoa fedha ghasia Oktoba 29. Wasihi wa Tanzania waisaidie ifanye kazi na isisumbuliwe, aipa miezi 5 kwa kuanzia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Tiba Puto Mloganzila ya wakata ubonge 186. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mwendo kasi mwelekeo Mkuranga Bagamoyo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wachumi washauri kuundwa chombo kudhibiti bei ya mazao. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Tutazame sasa gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Dr. Mwinyi, madrasa zitumike kujenga maadili. Habari picha ikimwonyesha Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akizungumza na waumini wa dini ya Kiislamu baada ya sala ya Ijumaa katika msikiti wa Aqsa uliopo Kiboje, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Hemedi haimiza jamii kuzingatia matumizi ya bima. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Dr. Samia azindua tume ya uchunguzi. Habari katika ukurasa wa pili. Trump akanusha uwepo wa uhaba wa silaha Marekani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. 88 ya jukwaa la teknolojia, fursa za masoko. Habari katika ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo. Zanzibar Leo likiandika BOT change zipo za kutosha. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika tajiri ahidi mambo mawili, Simba ikitimiza miaka 90. Habari ni katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11. Magori ataja mkakati wa Bunju kimataifa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Kagere Modeuji ni game changer. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9, 21 hadi ukurasa wa 24. Lakini pia gazeti hili imeandika Simba Day Special ni Simba dhidi ya Polisi Kenya leo Jumamosi saa 2 usiku, uwanja wa Uhuru, Dar es Salaam. Kirafiki leo Jumamosi ni Manchester United dhidi ya PSG ni saa 12 jioni Sweden. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbili. Magazeti ya habari za michezo na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake nyuma lenye limeandika CAF yaridhishwa na maandalizi AFCON 2027. Yanga yaruka madai kufungiwa usajili FIFA. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Simba yaahidi burudani kabambe leo. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Kipi gazeti hili imeandika Stamina ingia makubaliano na Tala Waves. Habari katika ukurasa wa 21. TOC tutashirikiana na serikali. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, habari za michezo lenye limeandika Simba Day ya kihistoria zaidi. Habari katika ukurasa wa 19. Malima Kamtande wamlilia mzee motisha. Habari katika ukurasa wa 19. Jokes
azua gumzo, habari katika ukurasa wa 19. Yanga yatoa ufafanuzi kufungiwa, habari katika ukurasa wa 19. Habari picha ikimwonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akipokea jezi ya Yanga kutoka kwa rais wa klabu hiyo Mhandisi Hersi Said Dar es Salaam jana. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.